na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure. Bwana Yesu asifiwe. Wengine tumewaharikisha kidogo kwenye chakula, tulikuwa na maongezi matamu na nini, lakini nafikiri pia inatubidi tuendelee. Bado tuna masomo machache hayo, kwa hiyo nafikiri tunataka kujifunza zaidi na kuweza pia kuwa na mengine ya kufikiria na kuongeza. Ingawa baadhi ya masomo kidogo yanafanana, nafikiri sasa hivi tuko kwenye somo la 13. Somo la 13 kwenye hichi kitabu cha pili, na kidogo inaweza kufanana na somo letu ambalo tulikuwa nalo asubuhi la usafi, lakini pia tunaweza kuiangalia kwa kindani zaidi na kwa upana zaidi. Inasema Kristo dhidi ya zinaa. Kwa hiyo somo la 13, Kristo dhidi ya zinaa. Nakumbuka asubuhi tulikuwa na mjadala hapa, tunajadiliana utofauti kati ya neno zinaa na uasherati. Nafikiri uzinzi ilikuwa sawa, uzinzi na uasherati. Nafikiri zinaa inatokana na neno uzinzi, si ndio? Lakini tunapozungumza neno zinaa, sitozungumzia yani utofauti kati ya nafikiri tunazungumza ile tendo la ndoa ambayo inafanyika kwa pasipokuwa halali, nje ya ndoa. Kwa hiyo tunazungumzia hiyo hali ikifanyika yani vyovyote vile, basi ndio tunazungumzia kama ni zinaa. Amina. Basi tuangalie mstari wetu wa kukumbuka. Mstari wetu wa kukumbuka hapo Mithali 23 26 hadi 27. Nitasoma kwanza, halafu tunaweza kusoma pamoja. Mwanangu, nipe moyo wako, macho yako yapendezwe na njia zangu, kwa maana kahaba ni shimo refu na malaya ni mtego wa shimo jembamba. Tusimame tusome pamoja. Tusimame pamoja. 1, 2, 3. Mwanangu, nipe moyo wako, macho yako yapendezwe na njia zangu, kwa maana kahaba ni shimo refu na malaya ni mtego wa shimo jembamba. Asanteni. Kwa hiyo tunafahamu hicho kitu. Nafikiri katika kitabu cha Mithali inaona na inafafanua zaidi kuhusu habari hizo. Hapo katika somo letu inasema wanawake wawili wanaonekana katika kitabu cha Mithali. Kila mmoja ana faida yake. Leo ningependa kuwatambulisha kwako wanawake hawa. Mwanamke wa kwanza ni huyo. Alafu kuna sehemu hapa imeandikwa Mithali 8:1 hadi 4 pamoja na mstari wa 7, na halafu sura ya 9 mstari wa 10 inasema, je, hekima halii? Ufahamu hatoi sauti yake? Juu ya mahali palipoinuka karibu na njia, penye njia panda ndipo asimamapo, karibu na malango, mahali pa kuingia mjini, mahali pa kuingilia malango anapiga kelele, enyi watu, na waita nyinyi, maana kinywa changu kitasema kweli, na uovu ni chukizo kwa midomo yangu. Kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima, na kumjua mtakatifu ni ufahamu. Mwanamke ambaye tunamwona katika kitabu cha Mithali ni mwanamke wa hekima. Anatuita tuishi kwa hekima, tuishi kwa njia ambazo zinakuwa za kumcha Mungu, kwa sababu kitabu cha Mithali pia
ambie kwamba kumcha Mungu ndio chanzo cha hekima. Kwa hiyo tunaona kwamba hivi kuna njia hiyo ya hekima. Halafu pia kuna mwingine, na hapa pia imeandikwa Mithali 9:13-17 kwenye vitabu vyetu hapo. Inasema, mwanamke mpumbavu hupiga kelele, ni mjinga, hajui kitu, hukaa mlangoni pa nyumba yake, juu ya kiti mahali pa mjini palipoinuka, apate kuwaita wapitao njiani, waendao moja kwa moja katika njia zao. Kila aliaye mjinga na aingie humo. Tena amwambie mtu aliyepungukiwa na akili, maji yaliyoibiwa ni matamu, na mkate ulioliwa kwa siri hupendeza. Kwa kuna mwanamke huyu mwingine anayetuita katika upumbavu, katika yasiyofaa mbele za Mungu. Lakini sasa tunaona njia hizi mbili, na wakati mwingine watu wanaweza kusema kama ukiishi kwa hivyo basi hujaishi, yani kwa njia hiyo ya hekima yani ukijiepusha na mambo hayo ya zinaa, ukijiepusha na mambo hayo, basi wanasema hujaishi, yani hujajua maisha, hujafurahia, basi maisha yako yatakuwa ni yasiyo na furaha, yasiyo na mambo. Unajua kuna msemo wanasema, si vyote ving'aavyo ni dhahabu. Kuna vingine ambavyo vinang'aa lakini sio dhahabu. Kwa hiyo ndio kwenye jambo hili, huyu mwanamke, huyu kahaba anaweza akaonyesha dalili kama inang'aa, lakini sio dhahabu, sio kweli, na wala sio nzuri kama inavyoonekana. Yani muonekano wake ni tofauti na unavyokuwa mwishoni. Tunaweza kugundua kitu hicho. Ningependa kutoa mfano moja katika Biblia ambao nafikiri sote tunaijua, na kwa sababu ya muda sito izungumzie kwa kina zaidi, lakini tunaisoma habari hizo katika kitabu cha Waamuzi. Waamuzi sura ya 14 mstari wa 18, tunakuta habari ya mtu fulani. Naomba kama yupo mtu ambaye amefika mahali hapo, kitabu cha Waamuzi 14 mstari wa 18 anaweza kusoma. Karibu ambaye amefika hapo. Mwingine nao watu wa mji wakamwambia siku ya 7 kabla ya jua kuchwa, ni kitu gani kilicho tamu kuliko asali? Ni kitu gani kilicho na nguvu kuliko simba? Naye akamwambia kwamba hamkulima na mtamba wangu, hamngetambua kitendawili changu. Amina. Kwa hapa tunaona kwamba huyu Samson, nafikiri tunajua habari zake, alikuwa ni mtu mwenye nguvu, aliweza kushinda hawa Wafilisti, aliweza yani kuna geti ambalo limekaa kubwa lile, amelibeba tu usiku mmoja, si ndivyo? Sijui nani hapa anajidai kwamba ana nguvu, yani anaweza akabeba tu geti na milango yote na akaipeleka huko juu ya kilima. Hapana. Nafikiri sisi sote tunajua hakuna mmoja wetu ambaye tumewahi kushindana na simba kwa mikono yetu tu tukamrarua. Samson alikuwa ni yani shujaa, si ndio? Alikuwa mwenye nguvu, lakini kilichomwangusha ni nini? Mwanamke. Yani alikuwa na kitendawili chake ambacho amekitengeneza yani vizuri tu, watu wasingejua, lakini kwa sababu
ya maneno, yani huyu mwanamke kumshawishi, hunipendi nini, ilimwangusha. Alikuwa dhaifu kwa sehemu hiyo. Ilimfanya huyu Samson ambaye tungeweza kusema ni yani mtu ambaye tungeweza kuona kama ni mwenye nguvu sana, ilimfanya aonekane ni mtu simple tu, rahisi. Kwa hivyo, kwa tunaona katika maisha yetu kuna watu wengine, nafikiri tayari tumewahi kuiongelea hata leo, kwamba kuna watu ambao wako kwenye huduma fulani au wameinuliwa na watu wanawaheshimu sana, lakini halafu baadaye unasikia kwamba huyo mtu alianguka katika jambo hili. Inafanyika mara nyingi tu na haitakiwi. Kwamba hapo kinachokuja, yani mtu anafikiri mimi ndio mweza, mimi naweza yote. Yani lazima tuwe wanyenyekevu kwanza. Tufahamu udhaifu wetu. Sisi sote ni binadamu. Na Samson alikuwa ni mtu mwenye nguvu sana, lakini kwa hichi kitu kimoja ameshindwa na kimemshinda. Tusome pia ni katika Waamuzi huyo. Hii ndio mara ya kwanza tunaona yani kushindwa kwake, lakini Waamuzi 16:20 labda nitasoma tu hapo. 16:20 inasema, kisha akasema Samson, Wafilisti wanakujia. Akaamka katika usingizi wake akasema, nitakwenda nje kama siku nyingine na kujinyosha. Lakini hakujua ya kuwa Bwana amemwacha. Samson alikuwa ni mwenye nguvu, alikuwa anamwambia huyo Delila kwamba ni hivi, alikuwa anamdanganya, si ndio? Lakini mwisho wa siku hiyo hali imemchukua. Kwa hiyo tunaona kwa namna hiyo kwamba hata sisi sote tunapaswa kuchukua kama ni onyo kwetu, ni angalizo, kwamba tusianze kufikiria mimi ni mtu mweza sana au mimi naweza, wakati kitu kidogo tu kinaweza kukuangusha. Na hicho kitu cha zinaa ni kitu ambacho kinawaangusha wengi. Nafikiri huko Zanzibar wanaokula kitimoto nafikiri ni wachache, yani ni Waislamu, na kitimoto ni nadra sana kuiona. Wamejiepusha na hicho kitu, lakini zinaa hawajaiweza. Zinaa bado inawaangusha. Na sisi, je, katika makanisa yetu, je, tunaishi kwa utakatifu au kitu hicho pia kinatuangusha? Je, inaleta picha gani kwa dunia kwamba sisi tunaenda kanisani, tunavaa vizuri, suti nini, halafu wanajua kwamba mtu huyo jana usiku, juzi, wiki iliyopita ilikuwa 1, 2, 3. Je, inaleta picha nzuri? Hapana. Ni uchafu mbele za Mungu. Haifai. Kama vile Samson, walimjua Samson kwamba ni mtu mwenye nguvu, mtu ambaye aliwashinda Wafilisti, lakini kwenye kipengele hichi ilimfanya huyu Samson kuonekana ni mtu asiye na akili. Kwa kweli ndio ilimfanya aonekane hivyo. Basi tunaona wanawake hao wawili wanaolia, mmoja anatuambia tuingie kwenye njia hiyo ya upumbavu, ambayo ukiangalia mwisho wake kwa kweli utajikuta kwamba umefika, yani umeishiwa nguvu. Lakini kwenye njia hiyo nyingine ukifuata utakuta kwamba ina baraka. Kwa hiyo tunahitaji kuamua kufuata hiyo njia ya hekima, kujiepusha na zinaa. Basi tunaweza tukafanya vipi sasa kujilinda na zinaa? Kuna nafikiri katika kitabu chetu hapo, sijui kama imewekwa hapo, haijawekwa kwenye pointi, lakini zipo, ukisoma hapo zipo kama njia 3.
njia tatu ambazo unaweza kutumia ambazo zinaweza zikakulinda, kwamba zinaweza kukusaidia usiingie katika zinaa. Ya kwanza nafikiri ni kulinda mawazo yako. Kulinda mawazo yako, kwamba mawazo ndio mbegu, mawazo ndio chanzo, mawazo ndio yani kila tunachokifanya kinaanza hapo kwenye mawazo yetu. Nafikiri kaka Smith alisomesha somo hilo, alitufundisha kwamba mawazo ndio yani muhimu. Alisema ni somo muhimu kuliko masomo yote atakayosomesha. Yani naamini kwamba tukiweza kuwa na mawazo ambayo yanakuwa yenye kufaa, yanaweza yakatulinda na hali kama hiyo. Tusome pia katika Mathayo 5:28. Naomba moja tusome hapo Mathayo 5:28. Ili muombe mchungaji Malima, unaweza kusoma hapo? Mathayo 5:28. Lakini mimi nawaambia, kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Asante. Kwa hiyo tunaona hapo Yesu anasema sio zinaa tu, lakini anaanza mbali zaidi, si ndivyo? Anaanza mbali zaidi, anasema hata kutazama yani. Kwa hiyo maana yake ni unapomtazama hatumaanishi kwamba unamwangalia, yani unamwona mwanamke, anasema kwa kumtamani, si ndivyo? Tutawaona wanawake, si ndivyo? Tutawaona na wengine kama tulivyojifunza, tulivyoona kwamba hawajavaa vizuri, si ndio? Lakini ambacho kinatupasa sisi ni kutozingatia pale, kutoendelea kufikiria hicho kitu na kuliweka mbali na mawazo yetu, na kama alivyoongea mwalimu hapo kwenye hicho kitu cha mawazo, kwamba ikikujia wazo kama hilo ni kama chupa ambacho kimeelea ndani yake kipande cha labda kijiti hivi, kimeelea juu ya maji, si ndio? Lakini kama chupa imeganda hapa, huwezi kuitoa hivi hichi kiberiti hichi, basi kitaendelea kuelea. Lakini ukiendelea kutia maji mpaka maji yanajaa mpaka juu, kama maji yamejaa mpaka juu, na hichi kiberiti kitakuwa hapo kitadondoka yenyewe, si ndio? Maana yake ni kwamba tunapokuwa na mawazo ambayo hayafai, tutafute kuingiza mawazo ambayo yatakuwa mazuri, na haya mawazo ambayo sio mazuri yatatoka. Ndio mfano wake. Kwa hiyo ndio tunapaswa kulinda, na Yesu alisema kwamba mkono wako ukikukosesha, yani jicho lako likikukosesha, yani Yesu hajaizungumza kama ni jambo basi umenani kidogo, aliweka na uzito wake. Kwa hiyo na sisi tujue uzito wake, tujue kwamba hapo sipaswi kuingia katika mawazo ambayo ni machafu. Ukilinda mawazo yako, basi na mwenendo wako pia itakuwa ni masafi. Pia kwa hii ni ya kwanza, hatua kuchukua kujilinda ya zinaa. Kwanza, linda mawazo yako. Nafikiri ya pili tunaweza kusema usicheze na moto. Usicheze na moto. Mithali 6:27. Mithali 6:27 tunakuta habari za moto, si ndio? Mithali 6:27, ngoja nisome hapo. Inasema, je, mtu aweza kuchukua moto
kifuani pake na nguo zake zisiteketezwe? Je, mtu anaweza akaweka moto kifuani, anaiweka hapo, na nguo zake zisiteketezwe? Haiwezekani. Tunajua, yani kuna mambo mengine nafikiri tulikuwa tunajadili kwamba je, hicho kitu ni halali, tunaweza tukaifanya? Na ilikuja wazo, pengine tunaweza kuona kitu fulani, kufanya kitu fulani kwa kujifunza kufanya nini. Lakini mwisho wa siku tunakuta kwamba sisi ambao tumejidai kwamba mimi ni Mkristo, mimi naenda kujifunza kitu fulani, umeanguka katika hicho. Tusicheze na moto, tukae mbali na moto. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo tunaweza tukazungumzia kama ni huo moto tunaozungumzia. Lakini katika jambo la zinaa tunamaanisha kwamba hata kama mchungaji alivyofundisha, katika kucheza labda na unafanya hizo bumping, yani hapa itatokezea nini? Sio moto huo tena, yani ni kama umeweka gas, yani na ni bomu ambayo itaripuka tu, kwa sababu hakuna, yani sisi tunatembea katika mwili, si ndivyo? Na ukifanya kitu kama hicho, basi na mwili wako unapata hisia. Kwa hiyo ni moto. Hatuwezi kusema kwamba nitafanya kitu kama hicho. Na kwa upande wa ushuhuda, katika kutazama hizi video picha kwenye mabasi, nimeweza kusafiri katika baadhi ya mabasi. Unajua kawaida unapoenda kununua tiketi wapo wengi, na unapaswa baadhi ya muda nimeweza kupata, sio mara zote ambazo labda naweza kufaulu, lakini nimeweza kupata basi ambao wameniahidi kwamba hatutaweka TV, hatutaweka hizi picha ambazo ni unawaeleza tu kwamba hicho kitu ni kibaya, na wanakuelewa. Pengine kwamba wanasema basi kama hivyo uchukue basi hii au uchukue hii. Inaweza ikawa afadhali kwako kwamba tuangalie namna ya kufanya kwamba tusiingie katika changamoto. Kama ikiwezekana, kuna kama tulivyozungumza wakati mwingine, kwa sababu tuko ulimwenguni, tutakuta yani huwezi kujiepusha na yani mambo yote, lakini kadri inavyowezekana tuweze kuandaa au tuweze kujiepusha na hayo ambayo yanaweza kutuangusha, kwa sababu Biblia inasema pia kwamba sisi sote jaribiwa, lakini Mungu anaweka mlango wa kutokea, si ndivyo? Kwa hiyo tunapaswa kuangalia kwa makini, tunapaswa kuangalia kwamba mlango huo ni upi, kwa tusicheze na moto. Halafu ambayo ya tatu ambayo nimeona hapo katika somo letu ni inasema kuvaa vizuri. Kuvaa vizuri, na tunaweza kusoma katika waraka wa kwanza wa Timotheo, waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 2 mstari wa 9. Labda tumpate moja asome hapo, waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 2 mstari wa 9. Naomba ambaye amefika hapo onyeshe mkono. Asante. Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9, neno linasema, vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri, pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za thamani. Asante. Kwa hiyo tunaona kwamba neno la Mungu linatufundisha kwamba tuvae vizuri. Amina. Kwa nini? Nafikiri ni kwa sababu hiyo niliyoongelea tayari. Tusicheze na moto. Tunajua kwamba siku hizi dunia inavyotaka ni kwamba
hasa kwa upande wa wanawake. Nafikiri hata Biblia imepointi hasa kwenye wanawake, kwa sababu nafikiri ndio ambapo sana hiyo vita inaendelea. Wanavaa kimini, yani wanavaa yani kitu ambacho kwa kweli unaweza kujiuliza kwamba huyo mtu amemaanisha nini, kama si kuonesha mwili wake. Ndio maanake alitaka kuonesha mwili wake. Ili iweje? Alitaka kwa kuonesha mwili wake, alitaka iwe vipi? Alitaka awavute wanaume, si ndivyo maanake? Ndio. Kwa hiyo hicho kitu tunajua kwamba ni dhambi, kwamba tufanye kitu kama hicho, kwamba tuwaangushe wenzetu katika dhambi kwa sababu ya namna ya kuvaa. Na hata sisi wanaume pia inatakiwa tuvae nguo za heshima, si ndio? Kwamba tusivae kitu cha ajabu ambacho sio cha heshima. Kwamba kwa nini tungefanya kitu kama hicho wakati sisi tunafahamu kwamba sisi ni Wakristo, sisi ni watu ambao tunatakiwa tuwe kielezo katika jamii, kuwaonesha watu kwamba sisi ni watu ambao wanamcha Mungu. Halafu katika mavazi yetu tukionyesha design au tukiona fashion ya ulimwengu huu, watachanganikiwa kwamba hao watu kweli sio ni wale tu wanafuata tamaa za ulimwengu huu. Inatakiwa tuoneshe hata katika mavazi yetu kwamba sisi ni watu ambao wanamcha Mungu. Amina. Kwa hiyo nafikiri kwa njia hizo tatu tunaweza kwa msaada wa Mungu tukaushinda zinaa. Tuwe watu ambao kwanza tunakuwa wasafi katika mawazo yetu. Tulinde mawazo yetu. Alafu ya pili, tusicheze na moto, yani tuweke mbali mambo ambayo yanaweza yakatuharibia. Na ya tatu, tuvae vizuri. Nafikiri inaendana na hiyo pointi ya kutocheza na moto. Na katika vitu hivyo nafikiri pia kama tulivyozungumzia, pia tuwe na wenzetu wengine katika imani ambao wanaweza wakatutia moyo. Kwa kweli mara nyingi, yani sijui maeneo mengine, lakini huko ninapokaa mimi, ukikaa na vijana ambao ni wa dunia hii, wana maneno mengi. Umemwona huyo piskali huyo, au yani wanazungumza, yani mawazo yao yote wanakuwa kwenye mademu. Ndio wana majina mengi kwa wanawake, lakini ni mawazo yao imewanaswa, wamenaswa hasa. Kwa hiyo inatakiwa tuwe na watu ambao wana mawazo yao sio kama hayo. Tukikaa na watu kama hawa, na sisi bila shaka tutaanza kuathirika na mawazo yao. Kwa tukae pamoja na watu ambao pia ni watu wenye imani, ambao wanaweza wakatutia moyo katika jambo hili. Nafikiri kwa muda wangu au niko nao, tutaweza kuendelea sana katika kufikiria juu ya swala hilo. Nimeona mfano mmoja ambaye nafikiri ni maarufu na pia ni mzuri sana katika Biblia, mfano wa Yusufu. Yusufu kwa kweli ilikuwa ni changamoto sana. Yani kama imemkalia vibaya, yani alikuwa ni mtumwa. Yani atoke vipi katika hiyo hali? Ni ngumu. Yani sisi wengine tungeweza kusema kwa hili Mungu yani ameniletea tu shida hiyo, yani Mungu mwenyewe atanisamehe. Mimi ni mtumwa halafu na mke wa bwana wangu, nitafanyeje tena? Yani sio kama umeshurutishwa, umelazimishwa. Lakini Yusufu alisema hapana. Alikuwa ana hofu ya Mungu. Kwa hiyo sisi pia tuwe na hofu ya Mungu, hata mtu hayupo, hata mtu hajui, hata mtu yani inaonekana yani hali ambayo uko nayo ni ya kipekee sana, ambayo imekulazimisha iwe hivyo. Hapana, bado tunamcha Mungu. Hatuwezi kukubali kwamba
hekalu letu lichafuke. Nafikiri ndio sababu kubwa sana ambayo inatupasa sisi kujilinda na zinaa, kwa sababu miili yetu sio mali yetu. Miili yetu ni mali ya nani? Ya Bwana. Tumenunuliwa, si ndivyo? Kwa thamani. Kwa hiyo naomba tuishie hapo, ila kama kuna kuchangia labda dakika 3 kama swali. Yote alikuwa na kuchangia kidogo swali. Sawa. Basi naomba tuangalie na maombi hayo hapa ukurasa wa 23. Tumwombe Mungu atusaidie katika hilo. Nasema, Baba yangu, ninakuhitaji leo. Unajua kuwa yule mwanamke mwovu ananishawishi. Kila siku mwanamke huyo anajaribu kunipofusha macho nisione ili kweli. Anataka niwezi kuona anasa za muda mfupi tu na nisitafakari mambo ya baadaye. Lakini leo ninakushukuru kwa sababu umenionyesha ukweli. Umenionyesha kila alicho nacho ni yale aliyopotosha, yaliyokuwa yako awali. Amevunja sheria zako takatifu na kuahidi furaha za uongo. Lakini pia ulinifundisha mwisho wa njia zake. Nashukuru kwa kunisamehe dhambi zangu na kwa amani ninayopata kwako. Katika jina la Yesu. Amina.